katika kuhakikisha kwamba barabara ni sehemu salama kwa watembeaji wa miguu, lakini pia kwa watumizi wote wa barabara. Sasa mamlaka ya usafiri na usalama barabarani kwa kushirikiana na baraza la manispaa siku hii ya leo hapa Kinyasini imefanya operation maalum ya kuwaondosha wale wafanyabiashara ambao wanafanya biashara zao pembezoni mwa barabara, jambo ambalo linaondoa usalama wa watumiaji wa barabara katika maeneo ya hapa katika soko la Kinyasini. Mimi ni Angel Paul, nyuma ya kamera ni Yabi Rivera. Leo tumeendelea na zoezi letu la kupitia barabara mbalimbali ili kuhakikisha kwamba barabara hizi ziko salama na watumiaji wote wanafuata utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Leo wiki iliyopita tulifika eneo la Kinyasini na kutoa maelekezo kwamba katika barabara hii kuna changamoto za kuendesha vyombo vya maringi mawili, bodaboda, lakini pia gari aina ya keri na basi ya usafirishaji wa umma na magari ya mizigo kuegeshwa katika eneo hili la soko la Kinyasini, ambalo kunatokea vurugu kubwa na watu kushindwa kutumia barabara hii vizuri. Kwa hiyo mamlaka kwa kushirikiana na jeshi la polisi na baraza la manispaa wilaya Kaskazini leo tumefika kwa ajili ya kufanya operation baada ya kutimia kwa zile siku ambazo tumezitoa kwa watu wote ambao wanafanya shughuli zao hizi hapa na kuweza kusababisha usumbufu kwa watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo leo wapo mabodaboda ambayo walikuwa wanaegesha hapa tumewakamata, lakini pia vyombo vya usafiri wa umma, lakini wafanya biashara ambao wako kwenye eneo la barabara wafanya biashara katika eneo hili wote tumewashughulikia kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa. Mamlaka inaendelea na maeneo mengi ambayo yapo eneo la mjini, lakini pia kaskazini kuna kituo cha Kokotoni, kituo cha magari, nao pia wako baadhi ya wafanyabiashara wanakaa pale. Lakini maeneo mengi ni eneo la mjini. Kwa kaskazini kubwa ni eneo hili la Kinyasini. Kwa hiyo mamlaka itaendelea kufuatilia kwa karibu kuona kama kuna watu watarudi eneo hili, basi tutaendelea kuwashughulikia kwa mujibu wa taratibu, na wote ambao watapatikana na hatia ya kuweka biashara watapigwa faini kwa upande wa manispaa, kwa sababu manispaa wanachosema kwamba wao waliokuwa njiani hawajatoa risiti kwa ajili ya kufanya biashara. Kwa hiyo kama hawajatoa risiti, maana yake hakuna mtu ambaye anapaswa kuwepo katika eneo hili kufanya biashara. Kwa hiyo maeneo yote ambayo watu wanafanya biashara tunawaomba waache kukaa maeneo ambayo ni ya barabara na maeneo ya kutembea watu kwa miguu. Kwa hiyo maeneo yaliyobakia kwa upande wa mjini operation zinaendelea. Tulikuwa tuko kwenye eneo la Mji Mkongwe kabla ya operation ya huku, lakini pia tuko barabara ya uwanja wa ndege ya Mazizini. Kwa hiyo tunaenda kila upande kulingana na ratiba yetu inavyopangwa. Tunawasa sana wafanya biashara wote ambao wametia nia ya kufanya biashara wafuate utaratibu uliowekwa. Hapa kuna maduka mengi ambayo yamejengwa kwa ajili ya kufanya biashara. Wakae kwenye maduka hayo na bidhaa zao waziweke kwenye maduka ambayo wamekodishwa, lakini sio kwenye kingo za barabara na kwenye eneo la kituo cha kusubiria gari za usafiri wa umma. Lakini wale wote ambao bado hawajajihusisha na shughuli hizi watii sheria bila shuruti wa kufanya biashara katika maeneo ambayo serikali imeyatenga rasmi. Maeneo haya yamejengwa masoko mawili ambayo kuhakikisha kwamba wananchi wote ambao wana nia ya kujihusisha na shughuli za biashara wanakata katika maeneo hayo yaliyo salama na yaliyo vizuri kufanya biashara zao hizo, na sio kuweka biashara eneo la barabarani ambayo inapelekea kutokea ajali, kwa sababu gari zinakosa eneo la kupita na kwa hivyo zinaingia kwenye maeneo ya bidhaa zilizowekwa njiani na watu waliokuwepo njiani. Wito wangu kwa wafanyabiashara, wasifanye biashara kando ya barabara na wafate maagizo wanayopewa na waratibu wanaoshughulikia masuala ya barabara au wanaoshughulikia mfano kama hapa sokoni wanaoshughulikia soko, kwa sababu wao ndo wanajua changamoto na utatuzi wa hali za hatarishi yani kwa usalama wao. Sasa ikibidi hili zoezi liwe endelevu
visishie hapa tu, kwa sababu pengine wanaweza wakaona kama ishatoka leo wakaona warudi tena, lakini na imani huu ulokuja leo hapa, ujio huu ulokuja leo uwe ni endelevu yani.